Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amina. Karibu kwa kipindi. Asante sana. Bwana asifiwe sana wapendwa. Ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo katika hiki kipindi ambacho ni kipindi maalum sana. Ninapofundisha somo hili, ni somo ambalo haliongei tu na wapenzi wasikilizaji, lakini linaongea na moyo wangu mwenyewe. Ni kipindi ambacho kinagusa maisha ya mtu mmoja mmoja na kinagusa maisha ya familia na maisha ya kanisa. Ndio maana sipendi kwenda haraka, napenda tuende polepole katika kujifunza juu ya toba na matengenezo. Niwashukuru wale wote ambao mmeamka tayari saa 12 Minnesota, na niwashukuru sana umoja wa wanaume ambao wanatusaidia kuweka kipindi hiki hewani. Kimekuwa cha msaada sana. Asante sana kanisa la Kiswahili Minnesota. Mungu aendelee kuwabariki na kuwatumia kwa utukufu wa jina la Yesu. Afrika Mashariki ni saa 8 mchana. Najua wengi wanaweza kuingia wakati huu, na asante sana kwa wale wote walioingia Afrika Mashariki kwa ajili ya kusikiliza ujumbe ambao Mungu ameupanga kuongea nasi wiki hii. Wapendwa, jana tuliongea juu ya kizuizi cha pili kikubwa kinachozuia matengenezo. Kizuizi maana yake kuna mtu anataka kwenda kutengeneza, lakini kuna kitu kinamzuia. Tuliongea jambo la kwanza kabla hiyo ya jana juu ya kizuizi kinachoitwa aibu, shame. Lakini jana tuliongea juu ya kizuizi kingine kinachoitwa kiburi. Kiburi ni ile hali ya kujiinua mabega, kwa jinsi ulivyo navyo, unainua mabega yako kuona wewe ni zaidi ya wengine, kiburi. Na pamoja na kujifunza mambo mengi, tulijipa mtihani wa kuangalia, je, kiburi kiko ndani yako? Na tulijiuliza maswali 7 ambayo unatakiwa kujipima kuona kama kiburi kinakusumbua. Swali la kwanza tulilojiuliza jana kupima kama kuna dalili za kiburi ndani yako ni ile kukataa kukubali kosa. Kila wakati unajitetea tu, hutaki kukubali kosa. Jambo la pili ni ile hali ya kujilinda, kujitetea, kujenga ukuta, hutaki watu waingie katika himaya yako, to defend yourself. Kwa hiyo kila wakati unajilinda, sitaki mtu aje huku. Lakini ya tatu tuliojiuliza ni ile kungoja watu wengine waje kuomba msamaha kwako. Yaani unasamehe au utatengeneza naye kama atakuja. Hizo zote ni dalili za kiburi, kujiinua, kujiona wewe ni zaidi, unangoja huyo mwingine. Lakini vile vile tuliona kitu kingine cha kukwepa watu kwa sababu ya aibu. Yaani hutaki kutengeneza, unakwepa watu kwa sababu ya aibu. Hiyo ni dalili ya kiburi. Lakini tuliangalia swali jingine la kujiuliza, je, ninafikiri kwamba nikifanya matengenezo nitapoteza sifa yangu na heshima yangu, reputation. Nataka kulinda reputation yangu. Ukiona wewe unataka tu kulinda reputation yako, maana yake kuna aina ya kiburi ndani yako. Jambo la 6 ambalo tulijiuliza swali ni ile, je, unakuwa na hasira kila unaposahihishwa? Yaani mtu akitaka kusahihishwa umeshalipuka, umekasirika. Na jana tuliangalia habari ya nungunungu, na sina haja ya kurudia katika jambo hilo. Na jambo la 7 tuliojiuliza kama swali, je, hata baada ya matengenezo unashika kinyongo? Yaani kuna mtu anashika kinyongo hata baada ya kusamehewa. Haya yote 7 tuliona ni dalili za kiburi, na kama ulikuwa na hizo dalili ndani yako, tafadhali tengeneza katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka tuende kwenye jambo jingine tofauti kabisa, kwamba matengenezo husababisha uponyaji. Matengenezo yanapotokea husababisha uponyaji. Wakati nikiwa kijana, wakati bado nimeokoka, nikiwa kijana miaka mingi iliyopita, naongea miaka ile ya 79 80, hapo tulikuwa tunapokea tracts nyingi na vibooklets, vijitabu vidogo vidogo kutoka Ujerumani. Kwa mama mmoja alikuwa anaitwa Mother Basilea Schlink. Basilea Schlink huyu ni mama aliyekufa mwaka 2001 alikufa akiwa na miaka 90 na nafikiri 97 hivi. Huyu mama alianzisha kituo cha masista mwaka 1947. Na nataka tusikia kaka ushuhuda kadogo kutoka kwa huyu mama. Walipoanza hiki kituo,
mwaka 1947, ukumbuke ni miaka miwili tu baada ya vita kuu ya pili. Kwa hiyo walianzisha hiki kituo na walikuwa na mkazo wa mambo 7. Jambo la kwanza lilikuwa ni toba ya kweli, kwamba mtu anayeingia kwenye kituo hiki kama sister lazima kuwe na toba ya kweli. Jambo la pili, kusameheana na upatanisho, jambo ninalofundisha. Kusameheana na upatanisho ilikuwa ni jambo la msingi. Alafu jambo la tatu ilikuwa ni upendo wa Yesu, upendo kwa Yesu na kwa watu wote. Kwa hiyo kadiri unapompenda Yesu, wapende na watu wengine. Jambo jingine walilokaza ni maisha ya maombi na ibada. Jambo jingine ni kutarajia kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo sio kuishi tu duniani kama ndio mwisho wa maisha, hapana, kutarajia kurudi kwa Yesu Kristo. Jambo jingine walilokaza ni kuipenda na kuiombea Israeli. Lakini jambo la mwisho, kuishi maisha ya utakatifu na kujikana. Sasa hiyo ndio ilikuwa mikazo yake, lakini tunaongea habari ya kusameheana na upatanisho. Huyu mama aliandika katika kijitabu chake jambo hili, na nasoma kama jinsi ambavyo imeandikwa kwenye hicho kijitabu chake. Anasema, tuligundua katika sisterhood yetu kwamba Baba wa mbinguni havumilii mahusiano yenye mvutano. Havumilii mahusiano yenye mvutano. Anasema mara kwa mara alipokuwa akionya mioyo yetu ilipokuwa inaanza kuwa migumu. Anasema mwanzoni, wakati wa ujenzi, gari la kubeba udongo, ile dump cart, anasema lilikuwa likitoka kwenye reli kila tulipokuwa hatuko katika umoja. Yaani linakwenda linachomoka kwenye reli, linakwenda linachomoka kwenye, linapinduka huko kila walipokosa umoja. Anasema baadaye mashine nyingine zilikuwa zikisimama kufanya kazi, ingawa fundi hakuweza kupata hitilafu yoyote. Mashine hizo hazikufanya kazi tena mpaka maneno haya yaliposemwa, nilikuwa na kosa. Maana yake mtu anakiri kwamba alikuwa na kosa, alafu akatubu, akatengeneza, alafu ndio mashine zikapona. Nachotaka kukaza hapa ni kitu kidogo sana, kwamba mashine zinaharibika, halafu wanapotubu na kutengeneza zinapona. Katika eneo jingine walieleza tena ya kwamba kulikuwa na kiwanda cha kuchapa, walikuwa viwanda vya uchapaji. Hao watu walikuwa wanasambaza maandiko mengi sana. Masista wawili wakawa wametofautiana au wamehitalafiana au chochote kile. Kwa hiyo kuna haja ya kutengeneza, kutubu na kutengeneza. Sasa hawa wawili wakupenda kutengeneza, lakini habari inasema mashine ikawa inaharibika, inatengenezwa kila wakati, hapaonekani kosa, lakini inatengenezwa. Mwishoni hawa masista wawili Roho Mtakatifu akaongea nao, wakasameheana, wakatengeneza, na mashine ikapona na ikurudia tena kuharibika. Matengenezo yanaleta afya, matengenezo yanaleta uponyaji, matengenezo yanasababisha hata mashine zinapona. Nataka nikwambie, matengenezo yanaweza kusababisha mambo mengi kwenye ndoa yaliyoharibika, kwenye kanisa, kwenye jamii, yakapona baada ya watu kutengeneza. Nitasoma neno la Mungu leo kutoka kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 4. Injili ya Yohana mlango wa 4, habari ndefu ya yule mwanamke Msamaria. Nitasoma mstari wa 28, nitakwambia nasoma wapi. Mstari wa 28 unasema, basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu. Huyu mwanamke ni yule Yesu alimwambia huna mume, akasema sina kabisa, akajifanya hana mume. Na Yesu akamwambia umejibu vyema, huna mume kwa sababu umekuwa nao 5 na huyu wa 6 uliye naye si wa kwako. Maana yake ana wanaume 6. Maana yake huyo ni kiruka njia, tungemuita hivyo siku ya leo. Kiruka njia na wanaume, au wanaume wa watu, au wanaume tu. Sasa Yesu alipogusa moyo wake, huyu mwanamke akajua huyu ni Yesu. Kwa maneno mengine, akamwamini Yesu, akatubu dhambi zake. Mstari wa 28 ndio anasema, basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu. Mstari wa 29, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yangu yote niliyotenda. Je, haimkini huyu ndiye Kristo? Mstari wa 30, basi wakatoka mjini wakamwendea. Mstari wa 39, naruka mstari hapa, 39, na katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyotenda. Mstari wa 40, basi wale Wasamaria walipokwenda walimsihi akae kwao,
naye akakaa kwao siku 2. Mstari wa 41, watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Mstari wa 42, wakamwambia yule mwanamke watu ni wengi, bado wako na yule mwanamke tu. Sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Nataka uone mambo machache hapa. Huyu mwanamke alikuwa kiruka njia na watu wanamfahamu kabisa, huyu ni kiruka njia. Alafu amekwenda mjini kule alikokuwa anahangaika na wanaume na watu wote wanamjua. Alienda kuchota maji saa 6 mchana wakati wanawake wengine wote wanapika. Halafu mtungi ilikuwa kitu cha thamani sana kwake, akakiacha akakimbia mjini kwenda kuambia watu, njooni muone mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Na watu walishangaa kwamba mambo yako tunapenda kuyafahamu. Sasa ninachotaka kusema cha kwanza ya kwamba matengenezo hugusa jamii, hugusa familia, hugusa kanisa. Huyu mama angeweza kusamehewa na Yesu anyamaze kimya, arudi nyumbani akiwa amesamehewa, arudi nyumbani akiwa ametengeneza na Yesu. Lakini akasema hapana, nataka kwenda kutengeneza na watu niliowakosea. Nataka kwenda kuwapa ripoti wale watu niliowakosea kwamba kinachonifanya nije kutengeneza na watu ni kwa sababu nimekutana na Yesu. Na wewe uliokoka nisikilize, umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio, ulikuwa na dhambi, ulikuwa na makosa, ulikuwa umekosana na watu, umeharibu huko na huko, umeiba kama nilivyosema, umekana watoto wako huko nje, umeruka mimba, umefanya uzushi, umefanya mambo mengi machafu. Sasa watu, ni kweli unaweza kwenda kwa Yesu ukasamehewa tu ukatakaswa, lakini watu hawajui. Huyu mama akasema, nitarudi kwa wale watu niliowakosea, nataka kutengeneza nao. Na sasa amekwenda kule, halafu wale watu wote wakasema, hebu twende kwa huyo mtu aliyemgusa huyu mama kiasi kwamba anakuja kutengeneza na sisi. Kwa hiyo ile kutengeneza na Yesu, anakuja kutengeneza na watu, na watu wanataka kuthibitisha, kuhakikisha. Na mimi nataka nikwambie wewe uliokoka, unampenda Yesu, unayemwamini Yesu, ni kweli Yesu amekusamehe, ni kweli Yesu amekutakasa, lakini kule ulikoharibu, yule uliyeharibu kwake anataka uondoke, uende useme, njoo uone mtu aliyegusa moyo wangu na anataka nitengeneze na wewe. Matengenezo yaponye familia, matengenezo yaponye pale unapofanya kazi, matengenezo yaponye pale kazini, matengenezo yaponye jamii, yaponye watoto, matengenezo yaponye kanisa. Tuko pamoja? Kwa hiyo matengenezo yako nataka ujue yatagusa jamii. Hilo ni jambo la kwanza nalotaka tulione siku ya pili, yaani siku hii ya leo. Jambo jingine ambalo tunalitazama katika matengenezo, mpendwa, ni kwamba haya matengenezo tukienda kuyafanya yatarudisha na kuimarisha yale mahusiano ya kwanza, yataleta afya katika mahusiano yetu, yataleta amani, yataleta upendo, yataleta smile, tabasamu kwa yule ambaye alikuwa akikuona ananuna na wewe ulikuwa ukimwona unanuna. Ndio lengo la matengenezo. Na mimi nataka nikwambie, wewe jaribu tu kwenda kutengeneza, utaona tu kwamba kuna jambo linatokea la tofauti. Najua tuna mifano mingi ya kusema, lakini muda wetu hauruhusu. Lakini namuomba Mungu hicho kitu cha matengenezo utakachoenda kukifanya na huyo unaenda kufanya naye, kilete afya, kilete amani, kilete upendo, kiimarishe ushirika wenu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nenda tukafanya matengenezo, usione aibu, vunja ile kiburi, vunja mambo ya aibu, nenda tu. Kama nilivyosema, unyenyekevu. Nenda kaseme ukweli wote na Mungu atasababisha kuinua tena, kuamsha tena hayo mahusiano katika jina la Yesu. Jambo la tatu nalotaka tuangalie leo ni kwamba yule mtu ambaye maisha yake yamekuwa na matengenezo, kwamba umetengeneza na mtu, kinachotokea, na hii nataka niongee katika ile grass ile ya chini kabisa, ni kwamba matengenezo yanapotokea tunamdhihirisha Kristo kwa watu wengine, tunamshuhudia Kristo kwa watu wengine. Watu wanasema hakika Mungu wa huyu baba ni Mungu wa kweli. Alikuwa amepotea,
alikuwa amekwenda mbali, amerudi, ametengeneza, na sasa tunaona uponyaji. Sijui kama nilifundisha katika somo hili, nafundisha vipindi vingi, lakini habari ya mchungaji aliyekuwa amekosana na mchungaji mwenzake kwenye kanisa moja, na kukatokea mgawanyiko mkubwa. Halafu nikaenda kutunza hilo shauri, na kisha nikamwambia, je, mchungaji, unajua kuendesha pikipiki? Walikuwa na pikipiki katika kanisa. Akasema ndio. Nikamwambia, sasa fanyeni hivi, tembea katika eneo la kanisa lenu, mchungaji mmoja aendeshe na yule ambao walikuwa mmekosana, si mmeshapatana, akae nyuma. Zungukeni hivyo kwa dakika 10-20, watu wote waone wako wawili wamepanda pikipiki moja. Alafu mnafanya hivyo asubuhi. Jioni yule aliyekuwa anaendesha anakaa nyuma, mnazunguka tena mtaa ule ule. Halafu Jumapili mnakuja kanisani. Walipofanya vile kwa kuonyesha ushuhuda katikati ya watu, Jumapili watu wakajiuliza, kuna haja gani tena kugombana wakati wachungaji wameshapatana? Si mliwaona wakiendesha pikipiki pamoja? Kwa hiyo matengenezo yanaleta ushahidi kwamba Yesu yuko ndani yenu na wanavuta wengine. Hebu tuongee katika familia. Baba na mama wanapokosana, wanagombana kila wakati, wanaudhiana kila wakati. Watoto hawajui mmegombana nini. Wanasikia tu hizo kelele na ngumi na mateke na mambo mengi na kulazwa nje wengine. Lakini baba na mama wanapopatana, ni kitu gani kinachoonekana? Watoto wanaona baba na mama wamepatana, wanakaa pamoja, wanaongea pamoja, wanakula pamoja. Wanaona mama amemlisha baba kipande cha nyama. Baba amembusu mama. Wanaona hivyo vitu. Kwa hiyo hata watoto wanamuona Kristo kupitia wazazi wao. Kumbe Kristo anaweza kupatanisha. Matengenezo yanaleta afya kwenye familia, kwa watoto na wale wote wanaoishi kwenye nyumba, kwa sababu watu wawili wamepatana. Matengenezo yanaleta kila mtu kwenye ndoa kuona kwamba kweli mwenzangu ameshuka, mwenzangu amekuwa mnyenyekevu, sina haja tena kupigana naye, sina haja ya kulumbana naye, sina haja ya kuficha fedha zangu, sina haja ya kuficha account. Amekuwa rafiki, amekuwa ndugu. Kwa hiyo mara zote matengenezo yanamuonyesha Kristo aliyetenda kazi yetu. Jambo jingine katika kanisa, makanisa siku hizi kuna migongano, kuna mivurugano, kuna matengano, kuna umbea, kuna uzushi, kuna fitina na mambo kama hayo. Lakini matengenezo yanapotokea kwa mmoja katika watu wanaoleta fitina na uzushi na umbea kanisani, akiona wale watu waliokuwa wamekosana wamepatana, nguvu ya uzushi inakwisha, nguvu ya umbea inakwisha, nguvu ya fitina inakwisha. Na hawa watu waliokuwa na uzushi na umbea na fitina na kuleta migawanyiko wanajiunga pamoja na wale watu waliotengeneza maisha yao. Kwa hiyo hata kanisa linapona, wapendwa. Message za kanisa zinakuwa na nguvu ya Mungu, uwezo wa nguvu na ni uwezo wa Mungu katika hizo messages zinazohubiriwa, zinazofundishwa. Unaona kanisa limekuwa na upako, nitumie neno linalotumika sana siku hizi. Lakini kama hakuna matengenezo ya kweli, kanisa linakuwa kavu, mahubiri yanakuwa makavu, kila kitu kinakuwa kama mekaniko, hakuna Roho Mtakatifu, ni kujitahiri tu. Kwa hiyo nataka nikaze hicho kitu ya kwamba matengenezo huponya mahusiano, lakini yanamuonyesha Kristo kwa watu wengine. Na kwa sababu hiyo, wapendwa, hata matengenezo, kama ningemalizia, yanatuponya mahali pale tunapofanya kazi au tunapofanya huduma. Unajua, nilisema usipotengeneza wewe ndio unakuwa mtumwa. Unakuwa mtumwa kweli kweli. Shetani anakuambia ni aibu kwenda. Unakuwa mtumwa, unajaa chuki, unajaa hasira, unajaa kujihesabia haki, hutaki kuonana na huyo mtu, hutaki kutembelea nyumba yake, hutaki kumsaidia. Wewe ndio unakuwa mtumwa kuliko huyo ambaye hutaki kutengeneza naye. Lakini baada ya matengenezo, uponyaji unatokea hata pale tulipo. Kama ni kanisani, uponyaji unatokea. Tunaweza kuimba pamoja, tunaweza kuhudumu pamoja, tunaweza kunia pamoja. Kama ni kazini, unaweza baada ya kupatana na mwenzako, matengenezo yakitokea, mnacheka tena pamoja, mnafanya tena kazi pamoja. Unasikia amani na furaha ya kuwahi kazini, na mara nyingine hata kuchelewa kurudi nyumbani. Una furaha kwenda kukaa na yule uliokuwa umeharibu naye, kwenda kunywa kikombe cha chai na mambo kama hayo. Kwa hiyo nataka nikwambia, hata pale tunapofanya kazi, hata pale tunapoishi, hiyo kwenye familia, hiyo kwenye jamii, working place, chuoni, shuleni, mahali popote, baada ya matengenezo uponyaji huwa unatokea. Wapendwa,
nimetamani tuombe kwa dakika chache kwa watu ambao hili jambo la matengenezo linawapa shida. Dakika zetu ni chache, na kesho tena Mungu akitupa nafasi, tunapofunga juu ya kipindi hiki cha toba na matengenezo, tutaomba tena. Lakini leo hebu tuombe kwa kifupi, na nitakwambia mambo ninayotaka kuombea kwa hizi dakika chache zilizobaki. Jambo la kwanza, nataka tuombe tu kwa kifupi kwa wale ambao moyo au msukumo wa kwenda kutengeneza haupo, umekwama. Anatamani kusema, mhubiri, natamani uje hapa nikueleze shida ya mke wangu. Huyu mke wangu, unajua, unataka kueleza kwa machozi, huyu mume wangu mtumishi, yaani miaka yote hii unatamani kusema, hutaki kwenda. Unataka kutengeneza na mtu kanisani, unasema huyu ni pepo, anaendaga kwa waganga, aliniendea. Yaani msukumo au moyo wa kwenda haupo. Nataka tumuombe Roho Mtakatifu kwa dakika moja tu, ingie ndani ya moyo wako, akupe huo msukumo. Neno la Mungu linasema upendo wa Mungu watubidisha. The love of God constrains us, inatusukuma, inatubidisha. Mungu Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya huyu mtu ambaye anaona hawezi tena kutengeneza na huyu mtu. Kwake anaona it's too much, siwezi tena, nimejaribu, nimeshindwa, kwa hiyo hana moyo wa kwenda. Roho Mtakatifu, ninachokuomba kwa dakika hii moja tu, hebu gusa moyo wake, gusa maisha yake. Muonyeshe jinsi ambavyo ulikubali kushuka toka mbinguni, ukakubali kupigwa msalabani ili kutengeneza na sisi wenye dhambi, na ulikufa kwa ajili yetu tungali wenye dhambi. Kwa hiyo Bwana, naomba umsaidie huyu mtu kuinuka na kwenda kufanya matengenezo kwa jina la Yesu. Nataka tuombe kwa ajili ya mtu ambaye amejeruhiwa na matengenezo feki. Manake mume anatubu au mke anatubu au mfanyakazi anatubu au yule anatubu, lakini baada ya muda anarudi pale pale, anarudia makosa yale yale. Umetengeneza naye, anarudi pale pale. Kwa hiyo umeshachoka, hutaki tena kutengeneza naye. Mungu Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya watu waliojeruhiwa na kitu hiki cha matengenezo feki. Kuna watu ambao ni wepesi wa kuomba msamaha na kusema yamekwisha, ninaanza upya, lakini hawaanzi upya. Na umemchosha huyu mtu kiasi kwamba hataki kusikia tena hili neno linaloitwa matengenezo. Mungu, ninakusihi, hata sisi tumekutenda dhambi mara kwa mara, na kila wakati unakuja kwetu na kutugusa mioyo ili tutengeneze na wewe. Kwa hiyo Mungu, naomba kwa ajili ya mtu kama huyu, asichoke kutengeneza na huyo anayemkosea mara kwa mara. Mpe moyo wa kusamehe, mpe moyo wa kusahau na moyo wa kuchukuliana na huyo mtu katika jina la Yesu. Nataka tuombe kwa ajili ya mtu inasumbua tukusikii kabisa katika vibaya sana. Nataka tuombe kwa ajili ya mtu ambaye anadharau kutengeneza. Kila wakati ukienda kwake kutengeneza anagoma. Kila wakati ukienda kuomba msamaha anakuwa mkali. Mungu Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya mtu kama huyu ambaye hataki matengenezo, amekuwa mgumu. Hebu msaidie Bwana, akubali kuyeyuka moyo na kufanya matengenezo katika jina la Yesu. Lakini nataka niombe mwishoni kwa ajili ya mtu ambaye kwa sababu ameshindwa kutengeneza na mtu mwingine, labda alikosa nafasi ya kutengeneza naye. Labda sasa kwa Marekani ulitaka kutengeneza na mke wako, mume wako, ukiwa Tanzania, umekuja Marekani na hakuna nafasi tena ya kutengeneza kwa sababu mko mbali. Na mwingine alitaka kutengeneza na mtu na huyo mtu amekufa. Sasa huna nafasi ya kwenda kutengeneza naye kaburini. Lakini nachotaka kuomba hapa ni yule mtu ambaye amebadili tabia kwa sababu hajatengeneza na mwenzi wake. Kwa mfano, hujatengeneza na mke wako, kwa hiyo umeanza kuwa na mchepuko. Umeanza kutokuwa mwaminifu. Na mtu akikuuliza kwa nini, unasema ni mke wangu mkorofi, mke wangu hataki kunisikiliza. Kwa hiyo bwana, nimeona. Kwa hiyo unaishi maisha ya dhambi kwa sababu eti mwenzako hataki kutengeneza. Mungu Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya mtu kama huyu ya kwamba utampa moyo wa kutubu, moyo wa kutengeneza na kuanza upya katika jina la Yesu Kristo. Na ninakusihi tunapomalizia kipindi hiki, yule aliyekuwa na moyo wa jiwe, yeyusha huyo moyo wa jiwe. Na Bwana utusaidie tuanze upya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.
Na naomba hivi katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Ninajua kuna watu wengine walikuwa wasikii sawasawa katika mtandao, lakini unaweza kusikia baadaye katika kipindi hiki kitakachorushwa YouTube baada ya dakika chache. Sasa nimalizie dakika hizi kwa kukuombea baraka za Mungu. Tulia hapo ulipo, nikubariki kwa jina la Yesu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Baraka hii naitoa kwako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watu wote tuseme amen.